The Loyal Media. Watch everything right here. Das Baba Das Malim. Tanzaniano Media. We'll rap it. We'll rap. Mtazamaji wa The Loyal Media, hii hapa ndio Psycho EK to the already shule Kongwe. Niko na Juma Mjivuni, Juma Crazy. Mnyamwezi long time ago kutoka Ghetto Boys. Yao sio tumetoka mbali sana mwana. Tumetoka mbali. Say K to the right. Safi. Jay, kitambo sana. Mara mwisho Bongo uliondoka mwaka gani? Niliondoka Bongo ilikuwa 2013. 2013. Kwanza nikisema Jay ongea na wewe, hebu mwenyewe nianza kujintroduce, yani hebu anza kujitambulisha majina yako kwanza, watu wakujue kwamba huyu Mnyamwezi ni nani kwanza. Okay, mimi naitwa Jay Mjivuni wa Ghetto Boys yani, au mwana wa mfalme au vipi bwana? Mimi ndo Ghetto Boys yani, ukisikia Ghetto Boys kuna Kasa Boy, kuna Juma Mjivuni, kuna wadogo zangu walikuwepo kina Dogo Dito, kina Koba, lakini mimi ni moja hapo ndo mwana wa mfalme yani, ni Juma Mjivuni. Juma Mjivuni, uliondoka Bongo muda mwingi sana. Sawa, hebu tuambie uliondoka mwaka gani na ulienda wapi? Alafu baadaye kuna maswali ambayo yataendelea. Tunajua maisha, niko hapa kwangu nyumbani, ila kuna kipindi kidogo nilitoka, nilikuwa nje ya nchi. Nimetembea nchi nyingi, lakini South Africa hapa niliweka base yangu, ilikuwa pale South Africa. Okay. Sawa sawa. South Africa penda kule, ulifika katika maeneo gani? Maana kuna sehemu tofauti pale, kuna Jersey, kuna wapi Durban. Ulikuwa sehemu gani ambayo ulikuwa umekaa karibu hapo? Ya, ni kweli South Africa ni kubwa. Sema mimi nimekaa Pretoria, nimekaa Joburg, hata Durban na Cape nilikuwa nakwenda, tunarudi katika shughuli zangu za kibiashara. Okay. Yeye maswali yalikuwa ni mengi sana kwa tumefika South Africa. Umefika kule ulikuwa unafanya mishi gani? Especially mimi ni japo mambo ya muziki hapo, pia mimi ni businessman. Maana mimi ni mfanya biashara. Kwa hiyo kule nilikuwa nafanya mambo yangu ya kibiashara pia. Na mambo yangu ya muziki kidogo kidogo, biashara na muziki pia kidogo kidogo, lakini kikubwa zaidi ni biashara. Je, umesema unaenda nje ya nchi, lakini toka umeondoka Bongo, ilikuwa ni mwaka gani na mrudi mwaka gani? Hata nijue ile miaka kadhaa katikati hapo. Okay. Mimi niliondoka ilikuwa 2013. Na nimerudi 2024. Umeona 2000 na nimekaa kama miaka kama 11 huko. Sawa sawa. Nimekaa South Africa miaka kama 11. Okay. Je, kuna taarifa ambazo tulizisikia wakati sio wewe uko South Africa kwamba Juma kama kadondoka kutoka gorofani, tulisikia ma story mengi sana, mara Juma yuko jela. Hebu tulishe flashback, hizo stories zilikuwaje mzee? Lakini nani uko live afu uko fresh tu mzee. Ya, si unajua bwana, katika maisha kwenye mapambano kuna mambo mengi sana, au vipi bwana? Hilo jambo lilitokea, kulikuwa na freight moja ilikuwa nakaa kule South Africa. Ile freight iliungua moto, iliwaka moto. Ilikuwa usiku, watu tumelala kama saa 7-8 usiku, ile gorofa ilikuwa linawaka moto. Ni moto mkubwa tu ambao ule moto sijajua ni moto aina gani, maana ghafla tumetanda nyumba nzima pale. Na kweli watu walikufa, watu wengi, karibuni watu 280, hadi president wa South Africa Ramaphosa alifika pale kutoa maombolezo kwa watu pole. Na mimi nipo naishi kwenye ule mjengo. Sema hapo ilikuwa Joburg, Johannesburg. Kuna mtaa mmoja unaitwa Delvas. Okay. Nilikuwa naishi hapo Delvas, Joburg kwenye hiyo freight. Mara ikatokea moto ile. Okay. Usiku mkubwa moto. Kwa yule moto ulipotokea ikawa kila mtu anasolve maisha yake. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niliruka gorofa ya 3. Kutoka juu freight gorofa ya 3 mpaka chini pale. Nikaruka namshukuru Mwenyezi Mungu, nilikuwa sijaumia sana, kidogo mbavu tu. Niliumia kidogo mbavu nikaenda hospitali, nikawa niko vizuri. Ila watu wengi walipoteza maisha, karibuni watu 200 na hapa. Ilikuwa ni Mungu mkubwa, namshukuru Mungu. Ni mitihani tu katika maisha. Tuambie vile ulienda jela. Ni ukweli? Unajua maisha au katika survive kuna mambo mengi yanatokea. Jela ni kawaida kwa mwanaume, sababu unatokea kule muda mwingine labda nani imeisha. Ilikuwaje mpaka ukaenda jela? Mambo ya kwenda jela, haya mambo yetu ya passport yakiwa yamekwisha labda nini, inatokea vitu kama hivyo. Na mimi pale walinikamata hivyo, kutokana na hivyo passport ilikuwa imekwisha, alafu muda wangu wa kwenda kugonga tena ulikuwa bado kidogo haujafika. Na sasa kutokana na ushikaji wangu mimi na yeye karibu sana, sina maana kutoka Ghetto Boys mpaka, lakini niliambia kwamba wakati uko jela sio kwamba ulikuwa Mnyampala. Hebu tupe sifa pako kwa Mnyampala. Ilikuwaje ndio South Africa walikuwa Mnyampala? Malume, sikiliza, si unajua si hapa watu wa bade, si watu wa manamba vile vile.
Umeona bwana, ni kule South Africa watu wanapenda sana mambo ya namba. Hata huku Bongo naona sasa hivi watoto wanajitaja usi namba ngapi. Hawajui ile kusale mambo ya namba. Umeona wengine namba 45, namba 35. Namba kama hizo hakuna hizo. Wanajiweka tu wenyewe kwa wenyewe. Kule kuna namba, kuna 26, 26, kuna 27, alafu kuna 28 nyongoloza hao. Alafu kuna Big 5 wao. Big 5 wao. Umeona kuna Big 5, kuna Air Force, kuna 26 na kuna 28 ya manyongoloza. Kwa hiyo hao watu hao kule jela watu wanaishi kwa vikundi. Kwa makru 26 hapo huko 28 nini, kama unakuwa una namba una nini vitu kama hivyo, watu wanakuja wanakupola, wanafanya vote, wanakufanyia jambo fujo, wanafanyaje hapo katika upande wa numbers. Maki umeweza kuzielezea, maki mimi niko nasikia tu 26 27, lakini wewe mwenyewe kama Juma katika hizo namba ulikuwa namba gani hapo? Mimi kwa kweli mambo ya namba hayo najua mimi mbongo bwana, mimi mambo ya namba hayo mimi hapana, ila mimi kwa kweli kule kote wenyewe wanajua sisi ni Waislamu tuna namba yetu inaitwa 786. Hiyo kwa popote duniani yani. Hata utokeleo hapa uende Amerika, uende wapi, yani 786. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyo watu wabaya, hiyo Waislamu. Kwa wale watoto wadogo siji 26, namba 28, 20 ngapi, zile zote namba ndogo. Namba yao kubwa kabisa 786. Hiyo hata leo Osama bin Laden yenyewe wanatumia. Kwa hiyo wale watoto wa namba wote wakishajua Muislamu tu 786 wenyewe lazima waje saluti. Hamna mtu analeta tabu. Okay, niko na Malume Mjivuni hapa. Mjivuni, katika harakati zote wakati mamako unasema umeenda South Africa, ulikuwa umeenda kuhaso maisha nini? Haujui kufanikiwa kwenda studio, sija kusikia ngoma yoyote kwa South Africa. Hebu tuelezee, ilikuwaje? Na wewe umetoka hapa na Ghetto Boys au Abameni yote bure iko sokoni? Ya South Africa japo nilikuwa busy na mambo mengine, lakini nina kazi pia nimezifanya kule South Africa. Ila bado project kidogo ilikuwa haijakamilika, sijamalizia, lakini muda wote siku yote nitakusikilizisha kazi, nitaachia kazi kwa jamii. Umefanya vitu vingi sana na Afande Sele wakati uko hapa, si ndio? Hebu tukio gani ambalo unalikumbuka sana ambapo sometimes hata uko South Africa ulikuwa unajaribu kukumbuka ndisi mchango wako kwenye game au kitu chochote ambao yani ilikuwa haliondoki kichwani kwako? Ni matukio mengi sana, ila moja wapo kwanza lile mfalme wa rhymes, King of Rhymes, mfalme wa rhymes. Unajua mfalme wa rhymes, watu wengine wakaja wakaongea sana kwamba nyewe mmepewa tu gari, ule ushindi mmepewa, kumbe hakuna. Umeona bwana, kutokana na wapinzani wote waliokuepo na sisi yale manyimbo tuliyaweka, hakuna mtu wote atakayeweza kuifunika Darubini Kali. Hakuna mtu atakayefunika Mtazamo. Hakuna mtu atakayefunika yale manyimbo yote tuliopiga pale, yote manyimbo hakuna. Baadhi ya wasanii walikuwa wanalialia kwamba tumepewa gari, sisi tumepewa nini, tumebebwa na tumeshindana pale na watu wamechagua nani. Kwa ile tukio kwa kweli nalikumbuka, maana ile tunaingia tu kwenye ukumbi, watu wamefurahi na tumeimba, watu wenyewe ndo majaji. Watu gari liende wapi? Liende Molo. Watu wanajua kweli. Kwa hiyo nashukuru ile tukio siwezi kulisahau. Ilikuwa bomba show kali nini. Tumefanya mambo mazuri pale na watu mpaka leo hakuna mfalme mwingine. Huwa mfalme anakuaga ni mmoja tu. Bongo marudi. Game vipi? Una energy ya kuweza kutoa ngoma zote au mambo yako vipi kibongo? Game kama kawaida, tupo kwenye game. Muziki sio kama mpira, useme labda umezeeka ufanyaje ustafu. Muziki unaimba hata ukiwa mzee na mkongoja. Sema tunasoma game, tunaangalia mambo yanavyokwenda utaratibu. Kutokana na kutabonga na mambo ndio hivyo. Yapo tunaangalia tu. Kuna muziki mingine ambayo inapita tu, watu wanaongea, wengine haina message, wanatukana. Kwa hiyo naangalia kumbe kuaje, nimekuta mabadiliko mengi ajabu. Juma, hebu tuache na mstari wa Abameni yote bure. Kuna ngoma inaitwa Maisha ya Ndoa ambayo mko na Nature, si ndio? Hebu cheni ile verse yako sababu ni ngoma ambayo unajua maisha ya ndoa ni katika asilimia kila mtu lazima aje kufikia ndoa kwa mtu ambaye labda yeye tofauti sana. Hebu tukumbushe kabisa afu tuache naye kidogo. Hamna shaka. Ila ile maisha ndoa ni kama outro, unajua alikuwa tuna shift. Na ndugu yangu ni maisha ndoa, alikuwa anazungumzia mambo ya ndoa. Au vipi? Mimi kwa nalalamika ile Nature ndo kapiga ile chorus ile. Kwamba ndoa maisha yenye la kufundishana mambo bora, maisha ya amani na furaha na upendo. Ndoa maisha yenye la kufundishana mambo bora, maisha ya amani na furaha na upendo. Unapata tabu, unapata shida,
Kwa nini upate shida mjivuni bila sababu? Huyu demu hataki kulala, anataka twende klabu, ananivuta shati mume wake bila aibu, nataka kumdunda chonde chonde ndugu yangu, we jela utakwenda. Ujui kama dema kama zinawalinda, kwa vile waliteseka miaka rudi miaka nenda. Tatizo nanichosha, demu hivu kazidisha mpaka mimi ananikondesha, nashindwa rara kwa presha, mimi nakesha mpaka mimi nachukia maisha. Mwelezee mara moja, kizidi leta vioja, mpeleke kwa mara moja. Huyo ni mwanangu Kasaboi. Unapozungumza Ghetto Boys lazima ujue kuna Kasaboi. Kwa hiyo kwa mimi nalalamika, Kasaboi ananielezea, ananituliza. Najua maisha ndo anavyopagawisha. Ndio ilikuwa design kama hivyo. Lakini kuna kazi nyingi tulizifanya Ghetto Boys kama unajua, mpaka albamu yetu kaingia. Na kazi nimefanya Professor J, inaitwa Yote Bure. Na kazi nimefanya Q Chief, inaitwa Usimtupe. Kwa sababu wanawake wengi wanazaa watoto wanawatupa, tukanazungumzia mambo kama hayo. Umeona, nina kazi nimefanya na Juma Nature, ndio hiyo maisha ndoa. Nimefanya kazi nyingi aina mbalimbali. Tumeona bwana, ila ndio hivyo maisha yanaendelea. Okay, mtazamaji wa Hello Media, The Cycle E nilikuwa na Mjivuni kutoka Ghetto Boys. Ni wana ambao for sure nimeweza kupambana nao wakati wanaanza game, lakini hustle kufanya album yao Yote Bure. Juma baada hapo wako iko na fantasy na watu pori, baadaye akaenda South Africa kuni hustling arudi Bongo. Hivyo so tuko naye hapa katika The Cycle E, tupigane story 2 3. Nashukuru sana kwa kutazama. Mimi naitwa Karim Omari, K to the alright. Nilikuwa na Ahmad Rashid kwa upande wa kamera kule. Take care and let's kutazama The Hello Media.